sana. Tunashukuru kuwaona wale ambao hatujakuwa na karibuni leo wapo, wengine ni wanafunzi. Tukimaliza baada ya kipindi cha neno tutaombea wanafunzi wote. Kwa hiyo pasiwe na mwanafunzi atakayeondoka, tutafanya maombi kwa ajili yao kwa sababu hifadhi yetu tunapata kwa. Kwa hiyo wakati huu ni kipindi cha neno la Bwana limeshaombewa na leo tunakwenda kunenewa na mmoja wa binti zangu. Kwa hiyo tumpigie Yesu makofi. Happy New Year. Happy New Year. Yes. Bwana amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu, tupendelea na kutubariki siku ya leo ya kwamba tunakuja katika nyumba yake na kumwabudu. Bwana asifiwe. Amen. Nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu wa mbinguni kwa ajili ya kutuhifadhi na kutupenda. Bwana asifiwe sana. Na kumshukuru pia baba yangu na my mom. Tuwapigie makofi mazuri. Bwana asifiwe. Tutakapowatambua tutabarikiwa. Bwana asifiwe sana. Tuko na watu wazuri ambao Mungu amewabariki na mioyo mikubwa. Bwana asifiwe sana. Wanatuvumilia na maunyonge yetu mengi tu, na wanatuita binti na watoto zao. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwema sana. Kama ninaweza kuwa mtoto wa mtu katika kanisa fulani. Bwana asifiwe. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, kwa sababu mimi ni mwanadamu na nina unyonge na udhaifu. Bwana asifiwe sana. Lakini tukiwa hivyo wanatukumbatia na kutupenda. Bwana asifiwe. So we praise the Lord because of that. Tutaenda moja kwa moja katika neno la Bwana katika kitabu cha Waefeso 4. Tutasoma neno kutoka katika kitabu cha Efeso mlango wa 4. Tutaanzia hapo mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umoja katika mwili wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Huyu ni Paulo, alikuwa akinena na watu wa Efeso, watakatifu ama Wakristo wa Efeso, kama leo sisi ambao tumeketi hapa kanisani, Wakristo wa hapa Tausa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Paulo aliwaandikia watu hawa wa Efeso akinena na wao. Bwana Yesu asifiwe. Na Paulo alikuwa na moyo mkubwa sana, kwa sababu mahali kwingine tunaona akiwaombea. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu alikuwa na moyo wa kuwapenda na kuwahubiria. Bwana asifiwe sana. Na siku ya leo Mungu amependa kunena nasi sisi watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye ametupenda sana. Tusione ya kwamba ni Paulo anaongea. Bwana asifiwe. Lakini ni Yesu Kristo mwenyewe anaongea na kanisa lake siku ya leo. Bwana asifiwe. Anasema katika mstari wa kwanza, kwa hiyo na wasihi mimi niliyempungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Paulo sasa anataka ulichukue hilo neno kana kwamba ni lako. Bwana asifiwe sana. Kana kwamba ni lao mchana wa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba kwa hiyo na wasihi mimi niliyempungwa katika Bwana. Paulo alikuwa tayari kufungwa katika Bwana kwa sababu alikuwa ameyatoa maisha yake kumtumikia Bwana. Bwana asifiwe sana. Kama wewe na mimi vile tumejitoa katika kumtumikia Bwana. Pengine tusiweze kufika kama Paulo, lakini kuna kujitoa ambako umejitoa. Ndio maana umekuja katika ibada siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Mwenende
kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa. Praise the Lord. Anamwambia kwamba anawaambia waenende kama inavyostahili wito walioitiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ule wito ambao waliitiwa, waenende hivyo hivyo, wasitoke katika njia za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Katika kichwa chetu hapa tunasema umoja katika mwili wa Kristo. Praise the Lord. Umoja, yani kudumisha ule umoja katika mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo ni kama vile unajiona vile ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mwili wa Kristo si kitu moja, lakini ni sehemu tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mkono, kuna miguu, kuna kichwa, na kila kitu kinafanya kazi sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ili ku make sure ya kwamba mwili umesimama vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika mwili wa Kristo kuna branches, kuna watu tofauti. Kuna watu wa kufanyia Mungu kazi, watu tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hapa kuna watu tofauti. Kuna wamama wamekuja wahudumu, kuna wazee wamekuja wahudumu. Kwa hivyo mwili wa Kristo uko na parts. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukiwa umeketi hapo, uko na sehemu ile yako unafanyia Mungu kazi. Bwana asifiwe. Kuna yule atarauka kuja aoshe kanisa. Bwana asifiwe sana. Na pengine nikuje nisifanye perfect kama vile amefanya. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna yule atakuja aingie kule jikoni atengeneze kitu. Tukitoka kanisani sisi tunaketi tunaweka ndani. Bwana asifiwe. Na pengine unaweza kwenda pale na ukose kupika chai ile yule mama amepika. Bwana asifiwe sana. Na kuna yule ambaye akikuja hapa atapanda kulingana na vile inatakikana katika shamba. Bwana asifiwe. Na kuna yule akisimama atakufunza neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nataka tushike wapendwa, katika mwili wa Kristo ni mpana sana. Praise the Lord. Siwezi toshea peke yangu, mchungaji hawezi fanya kazi peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ukue na watu wa kufanya kazi. Kuna mashemazi kule, kuna watu ni tofauti. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa mwili wa Kristo ukaweze kukamilika. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Paulo anawaambia ya kwamba waenende kama inavyowastahili wito wao walioitiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna wito, kuna kile Mungu ameweka ndani yako, anataka uenende sawasawa na vile amekuitia. Bwana asifiwe sana. Kama ni mchungaji, Mungu amekuja akaweka ndani ya moyo wako, tembea katika your face. Praise the Lord. Make sure umehubiri injili ya sawa. Bwana asifiwe. Make sure umepeana neno kulingana na Mungu vile amekupea. Bwana asifiwe. Kama ni mwalimu, Mungu amekuja akaweka ndani yako, mwalimu fundisha sawa sawa na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Katika mstari wa pili tunasema kwa unyenyekevu wote na upole kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia ya kwamba kwa unyenyekevu wote, ni sisi sasa kanisa la Bwana ambao ni mwili wa Kristo, kwa unyenyekevu wote na upole kwa uvumilivu, tukivumiliana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hapa tulipo zizini hatutakosa nikizunguka hivi napata mama Regina kwa sababu ni mpana kidogo, tumeguzana mahali, lakini tunavumiliana. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kuna safari ambayo tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Nimetumia mfano wake kwa sababu hawezi kunipiga. Bwana asifiwe. Mamangu wa tatu. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Mimi nimebarikiwa na watu tu special kama hivi. Bwana asifiwe. Watu wa special, watu yaani wazuri tu. Praise the Lord. Kwa hivyo anasema kana kwamba kwa unyenyekevu wote na upole kwa uvumilivu, tukivumiliana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkichukuliana katika upendo. Praise the Lord. Upendo ulio wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukipendana, upendo ulio wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Kunaweza tokea chuki kanisani kweli. Kuna mambo tumejifunza katika ibada ya first service, na tukaona kidogo watu wakitofautiana kunaweza kuwa aje. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukidumisha upendo,
hautakosa kuja kanisani kwa ajili ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na upendo na ujue ni nini hicho Mungu ameweka ndani yako. Yaani kitu cha thamani sana. So precious. Yaani kitu cha thamani sana cha kubebwa kama mayai. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukigundua kile Mungu ameweka ndani yako, hawezi ukakosa kanisa hata siku moja. Bwana asifiwe. Ukuje kwa sababu ya mtu. Bwana asifiwe sana. Mungu ameweka hapa kwa sababu lazima kukuwe na viongozi. Bwana Yesu asifiwe. Hata wana wa Israeli walipokuwa wakienda katika nchi ya ahadi, hawakuachwa tu, wakaambiwa mtokee muende. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alimake sure kuna viongozi Musa atakayewaongoza. Bwana asifiwe sana. Alihakikisha kuna mtu atakayefuata, naye akifuata Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hawa wachungaji wamewekwa hapa na Mungu ili kutuonyesha njia, wakifuata nyayo za Kristo. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, tukiwa na Mungu ndani yetu, tukiwa na Mungu na mjue ni nini nimebeba ndani yangu. Utakuwa kama yule mama mjamzito. Wakati amebeba hiyo mimba, anakuanga anataka kumuuliza kwa mwezi wa ngapi, aniende anajua. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kile amekibeba, anauliza, Mungu, nitamuona nini huyu mtoto? Bwana asifiwe sana. Nimemsubiri kwa muda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo na sisi tumebeba, tuko na ujauzito. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ukijua hivyo, uko na ujauzito mzee ambaye umeketi mahali hapo. Bwana asifiwe sana. Lakini ujauzito ambao umebeba Kristo ndani yako. Bwana asifiwe. Ukiwa umebeba hivyo, kila wakati unasikia, unajua mama wakati ako mjamzito, kuna kazi ambazo hawezi fanya. Kuna wakati unapika, unapata kuinua vitu vizito, ama uwezi kai kukinando kutuke pale, kuna style utaenda nazo uchukue. Bwana asifiwe sana. Uwezi enda straight tu kama ukiwa kawaida. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati utajua mtoto niliyembeba ndani yangu anahitaji matunzo, utakula vizuri. Bwana asifiwe. Utahitaji nguvu za rohoni ili upate kumtunza. Bwana asifiwe sana. Na wakati umemtunza, hakuna magonjwa yatakukaribia. Yaani hakuna uchawi utakuweza. Bwana asifiwe. Hakuna silaha, mshale wa adui utatupwa ukufikie. Bwana asifiwe sana. Utakuwa umelindwa, umewekwa ndani ya hema ambalo haliwezi fikika. Bwana asifiwe sana. Utakuwa hauwezi kuzika kwa sababu umezingirwa na malaika. Bwana asifiwe. Umewekewa ukuta, umewekewa moto wa ajabu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tutamani sana kutunza kile ambacho Mungu ametupa. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na hautalala, hautazembea, hautasikia kusikika wakati umeona ndugu yako alikukosea mahali. Achani, utamsamehe na yataisha, na utasikia tu kwa sababu unataka haujafungwa mahali. Bwana asifiwe. Unataka ukae huru. Bwana asifiwe sana. Ukitaka maisha ya kumkalia Mungu, moyo wako uwe safi. Praise the Lord. Moyo wako usikwasike. Yesu tunakwasika, hata Yesu mwenyewe kuna mahali alikuwa anafika anaupika. Tunamwona kanisani akipindua meza, akiwa amekasirishwa na watu wakifanya biashara kanisani. Bwana asifiwe sana. Tutaudhika. Lakini hata Biblia inatuambia usikasirike. Jua lichomoze lipite. Bwana asifiwe sana. Tunza hicho Mungu ambacho amekupea. Chochea. Bwana asifiwe. Kuchochea ni kwenda kwa magoti na kumwomba Mungu. Bwana asifiwe. Amenikosea, Mungu naomba unipe kumsamehe. Bwana asifiwe sana. Na wewe ukipewa hiyo unapewa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapewa amani ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Paulo hapa anawaambia wasiondoke katika njia za Bwana. Yaani wasiondoke katika hizo njia, katika huo mwito Bwana amewaitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unyenyekevu wote na upole wa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo. Tukichukuliana katika upendo. Kila mmoja anajua ako na udhaifu wake, lakini tunachukuliana katika upendo. Tunakaa kama watoto wa baba mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukijitahidi, kwa sababu hata Paulo alijua, hata Mungu mwenyewe alijua, hapa lazima tujitahidi.
Bwana Yesu asifiwe. Na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Bwana Yesu asifiwe. Yes, faith. Enduring to keep the unity of the spirit in the bond of peace. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo inaingia kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 4 inasema mwili mmoja na roho mmoja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumefunganishwa katika mwili mmoja ambaye ni Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ni mmoja, hatatengana, lakini lazima ukuwe na watu wa kumfanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mwili mmoja na roho moja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. There is one body and one spirit, even as you are called in one hope of your calling. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kitu ni moja moja, kwa sababu ni Kristo ambaye ni kichwa cha kanisa. Bwana asifiwe sana. Ni yeye anatuongoza. Bwana Yesu asifiwe. One Lord, one faith, one baptism. Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukikaa kama watoto wa Baba mmoja ambaye ni Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye ni Mungu wa wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno mengine hayafai kutoka katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno ya kuudhi, maneno ya kukatiza moyo, maneno yaani maneno ambayo si ya kubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu sisi tumezaliwa na Baba mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiposa amesema ya kwamba hizo nguvu nini na magugu zime pamoja ngano. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye atakuja kuzitofautisha. Bwana Yesu asifiwe. Ile wewe uko pale nje na mtaifa ambaye hamjui Mungu kabisa, kuna wewe unaweza kaa na wao. Sijakwambia uingie katika dhambi, lakini kuna vile unaweza kaa na wao waone hiyo kwa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Akuuliza na dada, unaenda kanisa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akuje tu kama mimi hapo kwa mwingine hata atuulizia kule chini. Huku kunauza sigara kweli? Ni nini namshawishi ya kwamba kwa nini niulizie huko? Si aingie aulize kunauza na niuzie Sportman, ni Sportman. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna na wengine hata mtu amuzi bona si umuhubirie. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine unapata amemketeni kwa sababu yeye ni kwa shetani. Tumezaliwa na Mungu mmoja na anataka anaweza kumpindua. Bwana asifiwe. Na Mungu mwenyewe amekuweka hapa chini ya jua akiwa na purpose. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Amekuweka hapa chini ya jua akiwa na lengo kubwa la kubadilisha hao mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Ya kufanya wewe ukue mwanga, ukue nuru katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na si ajabu kumwambie na abadilike. Bwana asifiwe. Si tunaomba hata Mungu awalete, si ndio? Tunaomba hata Mungu ajaze kanisa, si ndio? Let us go and preach the gospel today. Bwana Yesu asifiwe. Tuendeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio ile kazi Kristo alituachia. Siko tuende all over the world na tutangaze injili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukifanya hivyo, wewe utakuwa umefanya kazi yako. Ukifanya kuna thawabu yako huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Au utalipwa na mchungaji, au utaenda upande huko milimani waambie watu, alafu ukuje hapa sana mwambie unajua nilihubiri hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo wanataka pesa hii. Bwana Yesu asifiwe. Unafanya na unanyamaza na unangojea thawabu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nayo yupo. Bwana Yesu asifiwe. Kufanya kazi kwako si bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutafanya kazi hii ikuwe tu ni bure. Wapendwa, kuna malipo ya ajabu. Bwana asifiwe. Kuna malipo ya ajabu. Na kama ingekuwa tu ni bure, hauwezi toka kwako, uache kazi zako na ukuje ukae hapa usikilize. Unaweza kuwa tu uko sawa kwa akili. Bwana asifiwe sana. Lakini because you know what you are doing, ndio maana umeoga ukavaa smart,
ukakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko smart, uko vizuri, akili zako zinakufanyia kazi vizuri, kwa sababu unafanyia Mungu, umekuja kwa Mungu aliye na vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa hivyo tuendelee. Verse 6. Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. One God and one Father of all, who is above all. He is above all. Praise the Lord. And through all and in you all. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Verse 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, tukiwa tumeketi hapa, kuna vipawa ambavyo tumepewa. Bwana asifiwe sana. Ili kukamilisha mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vipawa ambavyo Mungu alitupea. Aliangalia hivi, akaona Dora anastahili kipawa hiki. Akakitoa kutoka mbinguni. Ikakuja kwa Dora. Bwana asifiwe sana. Akaangalia hivi, akaona hapa unastahili kuwa na mwalimu mkubwa wa neno la Bwana ambaye ni dada Jane. Bwana asifiwe sana. Napeana mifano kwa sababu hapa mchungaji huko na watu wa ajabu sana. Hapa kuna watu special, yaani wa ajabu, kama watatambua ni nini walichokibeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ukigundua kile ambacho kiko kwa moyo wako, you will serve the Lord. Yaani utajitoa ile uangalie na yule mwili nilikuwa ama ni mwingine. Because God will transform you. Praise the Lord. Na kile ambacho ameweka ndani yako, aone ya kwamba kumbe amejijua. Bwana asifiwe. Kitu likana kwamba hatujajijua. Tuko bali. Yaani tunajidharau, tunajichukua watu duni. Bwana asifiwe sana. Daudi alipokuwa akikabiliana na Goliathi, hakujidharau. Bwana asifiwe. Katika udogo wake ule na kuona jitu mbele yake, yeye alikuwa ameona Mungu mkubwa ndani yake, kwa sababu yeye alimwogopa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati aliona Goliathi mbele yake, hakutaka kujua kimo chake ni urefu kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe. Hakuona upana aliokuwa nao Goliathi. Hata hakuona zile vitu alikuwa amevaa na helmet yenye alikuwa ameweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini aliona Mungu wa Israeli ambaye alimsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Hata ndipo sisi wa Kristo tunapokaa katika njia za Bwana, utajiangalia ili uulize, na uwe baba wangu nitabeba nini? Nitaambia watu nini? Bwana asifiwe sana. Tumeenda katika crusade na umeambiwa ni wewe unahubiri. Usimame hivi utulize, mimi nitaambia watu nini? Bwana asifiwe sana. Ona Mungu aliyekuita. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani jitambue wewe ni nani mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukijua hivyo utaweza, kwa sababu si wewe utakayeweza, kuna yule ambaye anakuwezesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna yule ambaye ameweka kipawa ndani yako. Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Kristo Yesu alipima ni kipawa gani nitawapea hawa wapendwa. Bwana asifiwe sana. Ni kipawa gani nitampea mtoto wangu huyu. Bwana Yesu asifiwe. Anakuangalia hivi, anaona dada Mary nitampea kipawa. Bwana asifiwe sana. Dada Mary unazunguka, ujielewe miaka 20, ujifahamu, wakati unanini ndio sasa unafunguka macho. Na nilikuwa wapi hiyo miaka yote? Si ningejua kama haya mambo yamekuja kukua hivi, wakati ningefunguka macho, wakati huo wote nimepoteza nikiwa kwa wilderness. Si ningefunguka macho nione hii mambo Mungu alikuwa amenipangia. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, ni wakati wetu wa kufunguka macho. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi umekaa muda gani ukiwa umefungika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi umekaa kipindi, hata kama uliokoka kuwa msichana na umeolewa, uko mama, unaelekea 40 ama 50, wakati umefunguka macho ndio unaanzia pale. Bwana asifiwe sana. Ndio Mungu anaanzia pale na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tukubali kufunguka macho mzee, na tuenende tukahubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukubali
kutumika na Mungu katika uzee, ujana wetu, mahali popote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna kipawa ambacho Yesu Kristo anaenda kuachilia kwa mtu. Bwana asifiwe. Kuna vipawa ambavyo tayari vimeachiliwa, na wengine kwa sababu hawapo wamejijua wanaenda kupewa. Na pengine walipewa and they don't know. Praise the Lord. Ni ombi langu ya kwamba leo juu ya kwamba niko na kipawa special, ya kwamba niko na kipawa cha ajabu. Naweza panua kinywa hapa niimbe na watu wapone bila hata kuombewa. Bwana Yesu asifiwe. Naweza piga magoti niombe na Mungu asikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata pengine ni wewe tu ulikuwa Mungu anangoja. Uinue mikono, upase sauti, mvua inyeshe mololo hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasikia kila mmoja hakuna mvua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutakuwa katika njia za kumtarajia Mungu. Bwana asifiwe sana. Yaani za kumngoja Mungu, za kumuita Mungu. Pengine ni wewe aliweka ili ukaweze kunasua mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unaona tu mtaani wakienda wakirokota, wakienda wakiongea, wakienda yaani wakipagawa, wakiwa na akili ambazo si timamu. Na wewe Mungu pengine ni wewe amekutuma anti no. Praise the Lord. Ni ombi langu ya kwamba leo ukajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukajua ya kwamba kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Bwana Yesu verse 7. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa cha Kristo. Na kipimo ambacho Kristo anapima vipawa ambavyo anapea watu. Bwana asifiwe sana. Kuna vipimo. Yesu kuna vipimo ambavyo anapima. Angalia, nikipea meli hiki hata tokoa, hata nipunguze. Si tuombe tupewe hivyo vipi ili tuweze, yaani tupewe kipawa ambacho kimejaa. Kikiwa kimejaa utakuwa unawaka moto. Bwana asifiwe sana. Yaani utakuwa ndani yako yaani unasikia ni kama yaani unaona vile mama akiwa tayari kwenda kujifungua. Nitatumia mfano kwa sababu unanigusia mara kwa mara. Akiwa tayari hata kama ni njiani, hapo. Bwana asifiwe. Hapo mgeni anakuja. Hakuna ngojea tufike, hata tuko karibu, hata ambulance ndio hii ama tuko karibu ngojea tufike. Ashafika mgeni wetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wapendwa, una vipawa ambavyo tukiwekewa na Mungu vinawaka moto. Huwezi ukastahimili, huwezi ukazima huo moto. Hata ukiwa wapi, unasikia, hata ukifungiwa, unasikia kabisa hapa sitoshei. Hapa sitoshei kabisa. Nina Mungu ambaye nasikia kabisa anatikisa hata mahali nilipo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Our sister the morning ametuambia tusiambie mtu, hata tukiwaambia watakusema. Bwana asifiwe sana. Ukiamka kwa mzee, wewe useme nimepatana hivi, kijana wangu amenifanya hivi, unaambia mzee mwenzako. Basi ataenda kukusema kwa wazee wengine. Bwana asifiwe sana. Lakini wakati umeenda umepiga magoti mbele za Mungu, mwambie Mungu, huyu kijana wangu nataka apindue. Mungu mpindue. Kwa nini amekaa hivi na hivi na hivi na hivi? Sisi tutasambaza na watatusaidia kuangamiza kijana wetu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo mama, tukienda kwa Mungu hatutatoka bure. Tutatoka na jawabu. Bwana asifiwe. Tukienda tutaenda na tutoke na suluhisho la maisha. Bwana asifiwe sana. Umeenda ukihitaji uponyaji, umeendea tayari. Umeenda umepiga magoti, umetoka na uponyaji wako. Bwana asifiwe sana. Umeenda ukihitaji kazi, utaenda upige magoti uamke na kazi yako. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu nasi tunaoperate katika imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine ambao hawajui imani ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaamini. Sasa wewe leo nikikuuliza kama kuna Yesu kweli mbinguni. Ukiwa mtu wa kawaida wewe utasema kuna Yesu mbinguni. Ukiwa just mtu wa kawaida, ujui yaani uendaje kanisani, utasema kuna Yesu mbinguni. Lakini kwa sababu unaamini, wakati anangojea kuolewa, Bwana asifiwe, anapangwa, anawekwa vizuri. We had a wedding here. Mnaweza kumbuka. Bwana asifiwe sana. Imagine kama alikuwa ni yeye. Praise the Lord. She was very beautiful. Lakini hata hivyo ni beautiful. Praise the Lord. Yes, she's very beautiful. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo siku alikuwa ameoga vitu vingine sahihi hawezi vaa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ilikuwa ni siku ya ajabu.
ilikuwa ni siku hairudiwi tena. Praise the Lord. Ilikuwa ni siku ambayo haitarudiwa tena. Kwa hivyo nayo siku hiyo ya kumngoja mwana wa Mungu haitarudiwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku moja ya kipekee, siku ambayo ikipita imepita. Kwa hivyo ni sisi tutengeneze njia zetu sahihi na Mungu. Praise the Lord. Weka sawasawa njia zako na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu tunakuja kuolewa. Haleluya. Tunakuja kuolewa. Bwana harusi anakuja. Haleluya. Wazee mlio mahali hapa kuna kuolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe sema nilioa nikamaliza. Bado tunaolewa tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana harusi anangojea siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kanisa ambalo litakuwa takatifu, litajiweka vizuri na Mungu, litakaa kumngoja bwana harusi, litakaa likijitakasa, litakaa likikataa dhambi. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa ambalo litakataa dhambi na kutaka kukaa maisha ya utaua, kungojea bwana harusi. Bwana asifiwe sana. Tungojeeni wapendwa siku hiyo, tupambwe, tukue vizuri, tung'arishwe vizuri. Wewe ni eyelashes ama ndio nini? Upakwe midomo, ukae vizuri, wini uongezewe kucha. Bwana asifiwe sana. Uwekwe makeup kwa sababu unakuolewa na bwana harusi au karibu. Bwana asifiwe. Biblia inasema hakuna mtu anayejua siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni sisi wapendwa tujiandae. Ni sisi wapendwa tuweke maisha yetu vizuri. Umeanza kukimbia kwa roho, akili nasikia zinaenda kwa wedding. Nasema wedding ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Hata hizo zetu tutasherehekea tu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yes, because the Lord is faithful. Bwana asifiwe sana. Hawa tutasherehekea na msikimbie huko kwa maiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, mimi nawaambia hivyo nikiwa mfano. Nilisubiri na nikasubiri na Mungu akawa mwaminifu. Msinione hivyo, nimeolewa nilikuwa na miaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, kwa sababu kwa ujana hakuna kitu niliona cha kunifurahisha vile. Na kwanza nilikuwa na shida za kunimaliza. Lakini nilikaa kwa Mungu nikaona Mungu wewe ndio unanisaidia. Hata nikipata huyu mtu nikiwa sina wewe, tutaishi aje? Wewe ndio utanisaidia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo vijana tulieni kwa Mungu. Hata wakati huo ukifika, mnafahamisha mchungaji. Na itakuwa ni furaha sana. Bwana asifiwe sana. Tutakuja, we support you. Tunawasupport whatever mtataka. Tutakuwa hapa kama wazazi wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata wapigi makofi. Sio tunasikia. Haleluya. Tuko na vijana ambao tunawaona tu walikuwa Sunday school hapa juzi. Mimi nikikuja hapa nilipata William wapi? Nilipata William akiwa Sunday school. Kumbe kwa. Nilipata William akiwa kule Sunday school. Anatoka na mama hapo anakuja kama hao akili kama akina Abi. Lakini today tunamuona anapita tu na hao wengine wote tunawaona tu walikuwa watoto hapa, si ndio? Na Mungu amewasaidia. Nao tunawaona tunawaombea hata wakipita huko kwingine, si ndio? Na itakuwa furaha kwa kanisa. Itakuwa wazazi wao wakifurahia, kanisa tunafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Tunafurahia kabisa na tunasikia vizuri kwa sababu wamepita katika njia zinazofaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa hata wakiwa wanafanya hivyo na wale wengine walishafanya walishao, kuna kuolewa tena. I'm talking about hiyo wedding ambayo inakuja. Bwana asifiwe sana. Ile morning nilikuwa najaribu kukaa chini. Najiuliza, hizi ndio zote tumepita hapa, si watoto, si kazi, si nini, pilika hizi zote. Mungu wewe, hiyo siku itakuwa aje? Bwana asifiwe sana. You have to sit down and think about yourself. Think about your life and Christ. Bwana asifiwe sana. Fikiria kwanza, mimi uhusiano wangu na Mungu kwaje? Siku ya leo Yesu akawa anakutia kanisa. Moyo wangu kwaje? Nitapatikana nikiwa aje? Bwana asifiwe. Nitaenda ama nitaacha? Bwana asifiwe sana. Unajua utaenda wawili, tuseme Machi na Madam wameketi hapo. Yesu amekuja, wameamka hivi tu ile walivyo.
Okay, wanaweza amka vile walio akodi vile mioyo yao wameipanga, si ndio? Na kuna uwezekano pia mama aende baba aje. Bwana sifiwe. Kwa sababu Mungu anaangalia moyo. Bwana sifiwe sana. Tuweke mioyo yetu sawa sawa. Praise the Lord. Tuweke mioyo yetu sawa sawa ili siku inapokuja tunacheka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama utakuwa umetangulia, hata Biblia inasema hao waliotangulia siku hiyo ikifika watakuwa wa kwanza kufufuka. Kama walilala wakiwa sawa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa hivyo I'm talking about hiyo siku. Japo tunaongelelea umoja katika mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Verse 8 hivyo kusema, kama turudie verse 7 kwanza. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Hivyo usema, alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hilo alipaa, maana yake ni kama, sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pale zilizo chini za nchi. Naye aliyeshuka ndiye aliyepaa juu. Naye aliyeshuka ndiye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote ili avijaze vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Yesu mwenyewe. Bwana asifiwe. Kumaanisha kwamba Yesu ako kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mahali hayuko. Ako mbinguni, ako kila mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mahali hapa tulipo sahi ako. Praise the Lord. Yuko mahali hapa Yesu. He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he may fill all things. Ili aweze kujaza vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Verse 11. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio huo sasa mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Naye alitoa wengine kuwa mitume. Mahali hapa kuna mitume. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hapa tulipo kuna mitume. Na wewe ukawa haujui kama wewe ni mtume. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukawa haujui kama wewe ni mtume kama mtume Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na wengine kuwa manabii. Prophets. Tunaweza kuwa hapa tumekaa na maprophets wakubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wengine kuwa wainjilisti wa neno. Bwana Yesu asifiwe. Wa kupeleka neno. Tumepaka ni kupeleka crusade. Tuseme ni huko Mwatate, tunapunga vyombo hapa na Mungu anatusaidia, tuko na basi ya kanisa. Hizo vitu tutakuja kuviachieve tu. Kama tu tunaendelea kumtafuta Mungu. Mimi hakuna kitu siamini ndani ya huyu Mungu, kwa sababu ni Mungu wa utele, ni Mungu wa wingi. Wakati tunamuita, yaani wakati tunamuita, mioyo yetu ikiwa safi, yeye anajidhihirisha. Anakuja kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tumepanga, tunapeleka crusade Ukambani. Bwana Yesu asifiwe. Tumefunga vyombo hapa. Tuko na gari ya kupeleka injili nje. Tumepakia vitu vyetu kwa ibada wako, yaani tuko set, hakuna kitu tumekosa. Na hata pengine tumeacha mchungaji huko kwa sababu mchungaji wetu si wale wanajichukua special. Kuna wengine wakati injili zinapelekwa yeye amebaki kule. Endeni nyinyi. Bwana asifiwe sana. Lakini tumejipanga na tunatoka tunapeleka injili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kanisani kuna wainjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Na hawa watu hawajasemwa hapa wakai kama ni manabii, wanafanya kazi yao ya unabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hawawezi kukua ni manabii na wako kule sokoni, lazima wakuwe na mahali ambapo wanachochea vipawa zao. Bwana asifiwe. Ambao ni kanisa la Mungu. Bwana asifiwe sana. Prophets, kuna mahali ambapo wanaabudu. Bwana asifiwe. Wawezi kuwa prophets tu na wanatokea huko mtaani.
prophet about what now? Bwana sipe sana. Duty ya prophet ni prophet wa Mungu, si ndio? Yes. Kama ni walimu wa neno la Mungu. Bwana sifiwe. Wanaambia kanisa neno la Mungu. Wanaambia watu kule nje habari za Kristo. Bwana sifiwe. Hawawezi kusema habari za Kristo wasiomjua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima waseme kulingana na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tumeona wengine wamekuwa ni mitume, wengine manabii, wainjilisti, kuna wachungaji. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao watu wote wanajenga mwili wa Kristo ili ukue sawa, ili ukue, yani kitu hima, yani kitu ambacho kimesimama. Bwana Yesu asifiwe. Yani ili mwili wa Kristo ukue umekuwa sawa sawa. Kuna hao watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wao watu wanasemwa ili wawe kanisani kama mahali kama hapa. Bwana asifiwe. Kukuwe na walimu, kukuwe na wainjilisti, kukuwe na mitume, kukuwe na mapastors. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao watu wote wakue katika nyumba la Bwana ili mwili wa Kristo ukamilike. Praise the Lord. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the identifying of the body of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Wapendwa, kuna mahali ambapo tunafika. Bwana asifiwe sana. Ili tukaweze kupewa hivi vyote. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mama inasema hata na sisi sote tutakapo kufikia umoja. Bwana asifiwe. Hatujafikia huo umoja. Bwana Yesu asifiwe. Bali tutakapo kufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna kazi tunastahili kufanya. Kuna kazi tunastahili kufanya ili tukaweze kuwa perfect. Bwana asifiwe. Ili tukaweze kuwa yani tukaweze kustahili. Kuna kazi tunafaa tufanyie wokovu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Sisikii nikiimputi vizuri, lakini kuna jambo tunastahili kufanya ili tukaweze kukua watu tunaweza kukubalika. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa Mungu kuna vitu anaweza kuachilia kwa urahisi kwetu. Amen. Amen. Kuna vitu wanaangalia hivi anashindwa. Hii nikiachilia kwa my brother Geoffrey atakosa kanisa kesho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna kazi nifanyie wokovu wangu kazi. Nisimame nikuwe hakuna kitu inaweza nitenganisha na Bwana. Bwana asifiwe. Mungu akiangalia hivi anaona hii baraka nikiachilia kwa Mama Regina itakaa. Yaani haitamuondoa katika mwamba. Bwana asifiwe sana. Hii baraka nikiachilia straight kwa fulani itampeleka mbele, itamsaidia kukua. Bwana asifiwe sana. Zingine Mungu anaangalia anasema na all kwanza. Mary akae vizuri. Atakapokaa vizuri, I'm talking about me now. Bwana asifiwe. Yakisema dadangu nasema yani nikae vizuri. Nitakapokaa vizuri, Mungu aachilie baraka kwangu. Bwana asifiwe. Na kwa sababu sasa Mungu umenenea. Unajua I feel like I should pray. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu sasa Mungu amenena nasi mchana wa leo. Sisi tukubali tukae vizuri. Ili Mungu aachilie hiyo baraka. Bwana asifiwe sana. Kuna baraka zingine wapenda tukiziachiliwa kwetu tutashangaa. Tutashangaa kweli. Tutastaajabu tuulize, ilikuwa inakuja kama ni kwa jirani hapa next. Hata ushangazi. Bwana Yesu asifiwe sana. But now wacha ukafanyia wokovu wako kazi ukomaa. Yes, let us be mature. Now
that Mungu akiachilia baraka kwako, hautashangaa. Utaishika, uipokee na useme Mungu umenisaidia. Hata nilikuwa naomba gari ya kuenanga injili. Bwana asifiwe. Hata nilikuwa naomba miguu ya kulikimbiza injili. Umefanya vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Na utaona ati nimepewa gari, sasa ni kupiga sherehe, unaona watu wengine hata mtu akipewa hawezi akamaliza siku 3, unasikia amefanya hatari. Unasikia tu ameanza vitu zenye azitukuzi Mungu. Bwana asifiwe sana. Na nasema baadhi ya baraka zingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata mtoto kama ule mwenye umeshika unaweza mpewa na Mungu akiwa na kusudi lake. Bwana asifiwe sana. So baraka ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna baraka ya shamba, umekaa tu mahali kwa kurenti. Umekaa mahali umefinyika, uko sokoni tu hata ujui uende wapi na uko na watoto wengi. Bwana asifiwe sana. You know, kuna baraka ambazo za kushangaza na Mungu akukuja kukubariki. Akubariki, hakuna pesa umetoa, umebarikiwa. Shamba ni hili, umepewa mahali eka 3, eka 2. Jenga, kaa na watoto wako vizuri. Toka mahali kwa kuna vijana, mahali kwa aibu. Bwana asifiwe sana. Hiyo si baraka wapendwa. Kuna baraka zingine Mungu anaweza zileta ushangae. Kwa hivyo sisi tukikaa vizuri hatutashangaa. Tutaziona, tuzipokee na tuambie Mungu nakutukuza. Hata nilikuwa nauliza nitaishi maisha ya kutekelewa mpaka lini? Lakini Mungu umenikumbuka. Nitakuishia milele. Bwana sifiwe. Baraka ambazo zitapelekea Mungu sifa na utukufu, hizo ndizo Mungu anatafuta. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Umeomba mtoto, Mungu akupe mtoto. Uishi siku zote kuanguka hapa ukimtukuza Mungu, ukimwomba Mungu, ukimshukuru hata akiwa mzee, kwa sababu ulimuomba miaka mingi. Bwana asifiwe sana. I have a friend of mine ambaye alikaa katika ndoa na kupata mtoto kwa muda tu, na Mungu akaja kumbariki. Bwana Yesu asifiwe. Today na somebody great servant of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni mama, Bwana asifiwe sana, ana huduma kubwa ndani yake, kwa sababu ni muujiza alitendewa, na afanye kwa sababu Mungu alimtendea. Aliendelea kumwishia Mungu na kumngoja. Wakati mwingine tunachoka. Unachoka, unasema hadi tutafute njia ya kukata. Bwana Yesu asifiwe. Tungoje. Bwana asifiwe sana. Hiyo baraka ambayo umeomba, ngoja kwa Bwana. Bwana asifiwe. Mungu achelewi. Bora umesimama katika njia zake. Bora hujaumba. Praise the Lord. Atakuja kukusurprise kumoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni watoto wamekuwa suku, wamevuta bangi, wamekusumbua hivi. Omba Mungu. Bwana asifiwe. Usiondoke. God will surprise you one day. Atakuja hiyo kwa imani. Unajua nilifanya hivi siku moja, nikasikia hata nilifanya hivi, kunywa nikazima, na ndio nikachukuliwa na marafiki zangu. Alizima kwa sababu uliomba. Bwana asifiwe sana. Alizima kwa sababu Mungu alikusudia kumpindua katika huko tu. Bwana Yesu asifiwe sana. So when we pray na tukimngoja Mungu, lazima tutamuona mapendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Verse 13. Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani. Mtu anasema sasa tutakapofikia huo umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Tumfahamu sana mwana wa Mungu. Mapendo. Hiyo nasikia tu inaniyeyusha. Nasikia tu iko na nguvu zake. Kumfahamu sana mwana wa Mungu. Ina maana ya kwamba ninamjua lakini simfahamu zaidi. Simjui, ninahitaji kumjua. Ninahitaji kumwishia nimjue zaidi. You know, the more you read the word of God, the more you pray, the more you come close to God. Unaposoma neno la Mungu, unapomwishia Mungu sana, ndio unaendelea tu kumkaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaendelea kumkaribia. Unaendelea kusikia kila wakati uwepo wake uko sana kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nasema hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga. Amen.
Ili tena tusiwe watoto wachanga tena. Bwana asifiwe. Ina maana bado wengine tuko wachanga. Tunapewa maziwa. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa na hiyo miaka niko nayo tu, ninapewa maziwa. Bwana asifiwe. Si Mungu atusaidie. Amen. Mungu atusaidie sana. Yaani tukomae. Hata tutakapokomaa, hao wachungaji hawatakuwa na kazi ngumu. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tutakapokomaa mama, hatutapea chanepi kazi ngumu. Amen. Naweza kuwa mwanaume ameketi pale lakini anachoka na sisi. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na waliapa hivi mtu akitangaza hatutoi. Naenda huko tukisema hajazini. Atoni. Kila saa na yeye anashinda kututangazia siku kunaweza kubariki. Siku kunaweza kubariki. Praise the Lord. Unajua mimi niko hapo mimi ni mama. Bwana asifiwe sana. Tutakapokomaa, Mungu atakuwa na kazi chache kwetu. Bwana asifiwe sana. Atakuwa tu anaamuru hiyo baraka hiyo Mungu yote iangukie mama fulani. Unakuja kwako. Unaamka asubuhi, haya ni magari. Ni ya Mungu kwa sababu ya kushangaza. Haleluya. Mungu atakuwa na kazi kubwa ya kung'ang'ana kutufikia. Atakuwa anaangalia anaona moyo wa fulani umenipenda sana. Nimfanye nini huyu binti wangu? Bwana Yesu asifiwe. Unajaribu kukaidi kama unahuzunika, anakuona, anauliza kwa nini unahuzunika na niko hapa baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa ukihuzunika wakati baba yako ameangalia hivi, amekuonyesha kisomo, utasaidiwa na nani mpendwa? Tukae vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutoke katika hali ya utoto. Praise the Lord. Na tutakapotoka mahali pale tutatumika na Mungu ya ajabu. Amen. Tutatumika Mungu ya ajabu. Tutatumika Mungu. Yaani Mungu atatutumia vitu ambavyo hatuwezi elewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hata hautang'ang'ana tena. Unajua wakati mwingine tunajipangia program zetu. Nikiamka nitafanya hii. Jioni nitafanya hii. Kwa ujui kuna yule amekushika. Bwana asifiwe sana. Akipanga leo nataka ushinde kanisani. Yaani na anakuleta yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. You know God is so powerful. Yaani is so huwezi mueleza, hakuna mtu anaweza eleza njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tutoke katika hali ya mtoto. Praise the Lord. Ya kupewa maziwa. Tujielewe ya kwamba tumeshakomaa. Bwana Yesu asifiwe. Ili tusiwe tena watoto wachanga. Tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu. Watoto wachanga watapeperushwa hivyo. Yaani nasema watoto wachanga kiroho, haujakomaa, hauna misingi mizuri ya neno la Mungu. Ukisikia injili ya mafuta huko mbio, unakuja miti huku na laini ukikimbia. Amefika huku, hapo mwanao unapita. Uko radhi uchukue pikipiki. Hata upa, bibi lazima huku. Bwana asifiwe sana. Yaani tunapeperushwa huku na huku. Hauna msimamo. Umesikia kuna yule wa marefu akoboi. Ametoka huko akoboi. Umepeperuka. Boi. Tani kujua hata mzila wenyewe ziko msituni, hata mzee mwenyewe au tani kujua ako wapi. Wewe bora tu unyweshwa mafuta. Bwana sifiwe. Tutoke huko kwa kupeperushwa na kurudishwa. Know your God. Praise the Lord. And when you know your God, wakati utajua Mungu wako, hata wewe mwenyewe utakuwa unajua tu mafunzo ya kidunia, yaani mafunzo ambayo si ya Mungu. Akihubiri hata kama anahubiri kwa redio, unajua yaani huwezi mwambia lakini unasema ni vile tu inaongea. Wewe uko mambo yako tu. Na akiongea visivyo, yaani vile si vile inastahili. Unakosoa kwa akili yako, unasema the word of God says this and this. Praise the Lord. Because moyo wako umejaa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine tu hata wanawadanganya, tunakwambia tuma. Wewe wapo unafagia tu unajitekea ati mtume. Hata hilo neno lenyewe liko Zaburi aliko hapo penye amesema. Yaani umejaa neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu neno lenyewe limeandikwa katika moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumeambiwa tutoke katika hali ya kuwa watoto wachanga.
Bwana asifiwe sana. Tusiumbishwe tena na elimu za ovyo kwa kila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu, njia ambazo si za kweli, za kudanganya. Tusimame na neno la Mungu ambalo ni kweli. Bwana asifiwe. Lakini tuishike kweli. Amen. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua, hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Tushike kweli. Habari neno la Mungu. Unachukua neno Biblia hii ambayo haiongezwi, haipunguzwi. Ukisoma hilo neno limeingia katika moyo wako. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu mwingine atakuja kukwambia iko hivi na hivi na hivi. Si umesoma? Bwana asifiwe sana. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua, hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Kristo ndiye kichwa cha kanisa. Bwana asifiwe sana. Tumfikie yeye ambaye ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, ukuza mwili upate kujijenga mwenyewe katika upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Tutakapojua kweli tutajengeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutajikuza katika kukua kwetu katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutajijenga vizuri katika kukua kwetu ndani ya Kristo. Basi nasema neno hili na tena nashuhudia katika Bwana. Huyu ni Paulo, bado anaendelea kuongea, lakini sasa likuwe lako hili neno. Bwana Yesu asifiwe. Basi nasema neno hili tena nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili na nia zao. Amen. Tusienende kama mataifa waenendao kwa vile wanavyoenenda. Bwana Yesu asifiwe. Najua moyoni wako unasema mimi si mtaifa. Praise the Lord. Lakini Mungu, ili neno likiandikwa, kuna sehemu, yaani hiyo sehemu kuna moyo ambao una tatizo mahali, unataka kurekebika. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tungelisikia tu, tungelisomewa tulisikie, ama tungelisoma tu tulisikie. Bwana Yesu asifiwe. Basi nasema neno hili tena nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao. Tusienende katika ubatili wa nia zetu. Tubadilishwe. Bwana asifiwe. Tuwe viumbe vipya. Tumfanane Kristo. Bwana asifiwe sana. Tutakapomfanana Kristo, tutakaa kama Kristo mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa sababu sisi tumeitwa Christians. Yaani tuna tabia za Kikristo. Bwana asifiwe sana. We are following Christ. We are followers of Christ. Praise the Lord. Tunamfuata Kristo ambaye ni kichwa cha kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ambao akili zao, hapa sasa ni mataifa, ambao akili zao zimetiwa giza. Bwana asifiwe. Nashukuru kwa sababu zetu zimetiwa nuru. Amen. Ama kuna mtu hapa akili yake iko na giza? Pengine chungaji yako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kwa sababu tumetiwa nuru akili zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tumetolewa kule. Ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefakirishwa na uzima wa Mungu. Hao ni mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao wametenganishwa kabisa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya hukumu wa mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Hii injili inawakaa kweli? Wagerejina ameniambia hapana. Bwana asifiwe sana. Na ujinga iko huko kwa Biblia. Ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Amen. Kama uko hapo na moyo wako ni mgumu,
ina maana haujamjua Mungu. Amen. Ina maana una tatizo, na ina maana bado haujakombolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubali kuitwa mjinga. Praise the Lord. Usikubali kabisa. Kata kauli kuje upande huu mwingine. Bwana asifiwe sana. Ina maana hilo neno kuna moyo umefikiwa. Na kama umesikia hiyo sauti basi unaweza kubadilika. Bwana asifiwe sana. Usikubali kabisa moyo wako uwe mgumu wakati unasikia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ambao wakiisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi wapate kufanyisa kila namna ya uchafu wa kutamani. Amen. Watu wamebadilisha, lakini hiyo habari sio ya kwetu. Lakini ni vyema tujue vile Mungu anataka nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, situbadilishwe na huyu Mungu. Tubadilishwe na huyu Mungu na tuvue hiyo mtu wa zamani. Tuwekwe viumbe vipya ambavyo vitatembea na Mungu. Bwana asifiwe. Kama hauko unafanya kazi katika ile wito ulitiwa, ujiweke vizuri. Na kama hujui unafanya kazi gani, kuja uulize. Bwana asifiwe sana. Unataka kufanya Mungu kazi kanisani na kidogo wewe ni mbali umeketi, unataka kujiunga na watu wa praise and worship, kuja uulize. Tuko na viongozi hapa wa praise and worship. Bwana Yesu asifiwe. Mama Ganauni yako pale, atatuongoza. Ukiona mama mchungaji atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko hapa pengine umejaliwa unahubiri, usikae na kipawa chako pale. Ona mchungaji, mwambie mimi nasikia na nalipuka. Kuja ulipuke hapa neno ambalo ni la Mungu. Tulipukie maneno mengine. Bwana asifiwe sana. Na Mungu atatubariki. Kwa sababu Mungu anatafuta wale ambao watafanyia kazi. Na mwaka huu tujiandae kwa ajili ya kufanya kazi. Amen. Mwaka huu tujiandae kwa ajili ya kufanyia Mungu kazi. Unajua, Mungu wakati atachoka na sisi, atakuacha tu utembee tu. Uonange magumu huko mbele. Unaenda unauliza, na mbona naona hii na hii na hape. Na kitambo rudi mahali uliachia njia. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Mungu anataka watu watakaotembea na yeye. Bwana asifiwe sana. Anaweza choka na sisi, na akichoka apate mimi ni vuguvugu, apate mimi si moto si baridi, basi atanitenda. Amen. Na ukitama na Mungu hauna bahati. Yaani wewe si heri tena. Amen. Wewe si heri tena. Wacha kujificha kwa Mungu. Jifiche kwa Mungu kabisa. Yaani ishia Mungu maisha yako yote. Ikiwezekana wewe na watoto wako, jamii yako wote, wakiwa wanataka, wakiwa hawataki, wahusishe. Amen. Wahusishe kwa kuwaombea, wabadilishe kwa kuwaombea. Waendee kwa magoti. Watu wakienda na huko sehemu, sisi tunaendaka hapa kwa magoti. Amen. Kuna mahali watu wanaenda wanachukua vitu wanafanya mambo. Basi sisi huiko tunaendanga kwa Mungu. Amen. Na tukienda huko tunakuwa salama. Amen. Haleluya. Kwa hivyo nimesema ninamalizia nikisema kwamba wache tukajiandae kufanyia Mungu kazi. Amen. Mwaka huu tufanyie Mungu kazi. Kazi yoyote ile ambayo itatukuza jina lake. Amen. Kama ni mkutano mchungaji ameandaa akisema tuko na open air, tunafurika pale. Sisi ndio watu wa kwanza, watu wanauliza, watu wanaitikia mkutano na hawajui kama ni sisi wenyewe kwanza tumefika pale. Amen. Dada zetu wale mko mjini, tukiwaambia tuko na jamu. Support us. Praise the Lord. Unaweza support. Hata kama ufiki, unatuma. Zikikuja hizi unajua hizi vitu hata zikiongea hivi kuna kitu imewekwa hapa ya pesa. Praise the Lord. Hata hii yenyewe ilinunuliwa. Na hata mimi sijui zimenunuliwa nani. Bwana asifiwe. Nakuja tu napata kitu umeketi na mstarehe. Nimejienjoy. Na hata mjui zikuchaji. Bwana asifiwe. Mimi sikutishi wala sikuitishi kitu. Sina nguvu yoyote ya kutisha. Bwana asifiwe. Lakini Mungu wetu anataka tujue kuna kazi kubwa sana. Amen.
kuna kazi kubwa sana. Yaani naangalia maisha je, na muona yake ameenda sana. Anawaza sana. Praise the Lord. Because lazima tufikirie hii kazi ya Mungu. Bwana siwe sana. Wakati tunafikiria kwa tunataka kuleta kwako, nataka kuleta sofa set yenye 100,000. Unafikiria kuleta nini kwa Mungu? Bwana siwe sana. Nafikiria mimi naongea hivi nikijihubiria kwa sababu na hata kuna vitu niliweka kwa moyo wangu nifanye na sikutimiza. Bwana siwe sana. Kwa sababu hata wewe najua kuna jambo ulitamani kufanya. Nataka yaani hiyo nadhiri uende ukuje uitoe ili Mungu aweze kukuweka huru. Bwana siwe sana. Tukifikiria Mungu kwanza. Unajua ile the word of God says, tutafute kwanza ufalme wa mbingu. Tutafute ufalme wa Mungu kwanza. Na hizi vitu vingine zote zenye tunakimbizana nazo, yaani ili pinduka sisi tunafanya kukimbizana nazo, badala zitufuate. Amen. Hatutakimbizana nazo tena. Amen. Zitatufuata. Tutafanya kuongezewa. Itakuwa ni marupurupu tunatushiwa ili sisi tukiendana. Amen. Amen. Kwanza tukikuja kwa Mungu yaani tunajimwaga. Tunajimwaga kwa Mungu. Praise the Lord. Nilikuwa naangalia mahali pengine watu vile mahali nilienda kushiriki tu nikiwa Nairobi, nikiwa msichana. Watu vile wanakuja wanapaka magari. Alafu wanaingia kanisani. Unapata mtu anabingirika kule, yaani amebingirika na vitambi vyake. Sasa mimi nilikuwa nashangaa. Nashindwa. Huyu mtu ninaona amepaka gari ya Mungu pale nje hivi. Yaani huyu hapa nikasema wewe na kuna kujitoa kwa Mungu. Kama amejitolea Mungu mwenyewe. Amen. Usitosheke. Umekula mkunde, unasema nimekula mkunde mashambani mwaka huu Mungu amenisaidia. Na unaridhika tena hata ukuti kanisani. Usitosheke na hicho kidogo mpendo uko nacho. Tosheka na Mungu. Amen. Utakapomkamata Mungu hivi, hata utauliza vitu vingine. Haleluya. Vijana, mtakapokamata Mungu kwanza, maisha yenu yatakwenda vizuri. Maisha ya shule, maisha yenu yote yatakwenda vizuri. Amina. Tukikamata Mungu kwanza, hayo mambo mengine yote yatakuwa sehemu yetu. Haleluya. Na utajua vile hata utakuwa unang'ang'ana na vitu vingine. Utakuwa tu unawaza, hii nanikalia hivi, kesho utapata iko sote. Kwa sababu kuna yule ana fix mambo. Praise the Lord. Isaya, usijipangie nitaoa msichana yule. Praise the Lord. Mungu anaendelea kumwandaa. Amen. Mungu anaendelea kumficha. Anajua wewe ni mtumishi wangu. Mungu anaangalia, anaona moyo wangu, wewe you are my servant. So unafaa kupata another servant that you may serve. Amen. So vitu vingine tusijishughulishe. Unavifikiria tu unaambia Mungu, unaambia Mungu nataka kazi. Kazi inakuja tu unajipata huko ndani ya kazi. Amen. Unaambia Mungu nahitaji, unajipata tu. Praise the Lord. Na Mungu anakuwa mwema na mwaminifu. Amen. Si Mungu awabariki wapendwa. Tunaposhika mwaka huu tushike kwa nguvu na ujasiri. Na tushike tukiambia Mungu, sasa nitafanya kazi. Nitatembea na wewe. Hatuwezi tembea na Mungu tukose kuona matunda. Amen. Hatuwezi tembea na Mungu tukose kuona matunda. Tutatembea kila step. Ukitembea unaona tunda tu. Ukitembea unaona uzao. Praise the Lord. Kwa sababu Mungu ametupanga kando ya nini? Amen. Kila wakati uko unanawiri. Hakuna siku livu zako zitaanza kuparara ama zianze kuanguka. You are evergreen. Praise the Lord. Kwa sababu una Yesu mwenyewe ambaye amekushika hivi. Bwana sipe sana. Ni sisi tujitambue, ujitoe na Mungu atengeneze mambo yako. Bwana sipe sana. Mungu atengeneze mambo yako. Ujipate tu nimekuja kukua yule Wilson ambaye sikutarajia. Amen.
Ni furaha kubwa sana tukiona hawa vijana Mungu amewaweka vizuri. Wakikuja hapo wanaangusha injili. Unajua bishop pastor hawataishi hapa milele. Kuna siku utawaachilia. Wameenda na kazi, wengine wako abroad. Na msemi amen. Hii maneno haikuji tu. Hii maneno haikuji tu. Mumejipata abroad, wengine wako USA, mimi si majina hata siyajui. Wengine tutakuwa mnakuja mnatufunza. Hata mnatupatia connection na sasa enjoy agenda. Amen. Kwa sababu we have a great God. Our God is so great. Praise the Lord. Wamekuwa watu wakubwa. Wakati wamekuja, inakuwa ni baraka. Bwana sipe sana. Wanaangusha vizungu hapa, inabidi wengine wanakuwa interpreters. Bwana sipe sana. Lakini msilige mkienda huko. Mlikuja mnaangusha Kiswahili kidogo. Amen. Kwa sababu Mungu atatusurprise karibuni. Haleluya. Mungu atatusurprise karibuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu Mungu ameweka store kwa ajili yetu. Tusife moyo. Bwana asifiwe. Rose, unajiona yule msichana wa vitu pale. Sikia. You are great. You are very great. And you carry a special need. Amen. Amen. Everyone here is special to God. Ni mtu usio wa kawaida tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akikuangalia anaona mbele ambaye ameleta dhahabu. Amen. Ambaye anaweza simama hapa watu waanze kupona. Haleluya. Kwa sababu Mungu kuna kitu aliweka ndani yake. Yaani sisi hatuwezi ona, lakini Mungu mwenyewe amekidhamini sana. Amen. Ni sisi tutoke pale katika hali ya utoto. Na mimi unaambia Mungu nataka kutumika na wewe mwaka huu. Amen. She is my soul. Amen. Naitwa Mary. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nikitana Mary ni somo yangu. Nataka kutumika na Mungu. Na sitakosa ibada. Mungu, nitaenda ibada hata wakati nauma na kichwa. Biblia inasema hata ukiwa na wakati ule Mungu hakuwa anachelewa na ibada hata ukiwa aje. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Hata tunamuona wazazi wake wakimtafuta. Wanatafuta wanaenda kumpata hekaluni. You can imagine. Wakati ule alikuwa teen, ndio? Alikuwa miaka 12. Nani hapo na miaka 12 hapa? Nikinapita pita kwa miaka ngapi? 15. Wewe umepita. So alikuwa tu hiyo age. Ako hekaluni. Amen. Tujue siri ya kukaa hekaluni ni nini? Amen. Hili hekalu limebeba mambo mengi yetu. Mambo ya kutunawirisha, mambo ya kutuponya, mambo ya kutuweka sawa. Amen. Wakati unasikia kule mambo yako sawa sawa, kuja kanisani. Simwaya hapa, bingilika kutoka huko, bingilika kutushikiwa hapa na ikuta. Hata ikiwezekana kama unaweza pata kipana. Bingilika hapa ulilie Mungu. Ukitoka na ule mlango, utatoka na suluhisho. Amen. I'll see it working. Amen. Hata wakati ninakuja napata hakuna funguo za hapa kanisani. Ninaketi tu. Sitaki mtu mwingine, nahitaji tu mimi na Mungu. Yaani nisikie tu the connection iko sawa. Amen. Nilie kama nikulia. Nitane kama nikutane. Yaani nibingilike kabisa nisikie Mungu umeniona. Amen. Hiyo connection ikikua na tusipoiondokea, wapendwa tutaenda kama. Mtakuja hapa mama ukiisha kila mtu atoe ushuhuda wake. Ili Fatima nikafanywa, Mungu akanifanya, nikapitishwa, Mungu akanitoa. Amen. Kwa sababu Mungu wetu ni mkuu. Haleluya. Mungu awabariki. Awatende mema. Nashukuru sana na tutazidi pamoja. Mungu awabariki sana. Wacha tufike hapo na karibisha mchungaji. Amen.